Onyo ya wakili Albert Msando imezua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Dar es Salaam imekuwa gumzo baada ya mkuu wa wilaya ya Ubungo, wakili Albert Msando, kutoa kauli nzito akiwataka wananchi kuacha kueneza taarifa zisizo za ukweli kuhusu kupotea kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole. Msando amesisitiza kuwa swala hilo linapaswa kuachiwa vyombo vya dola vifanye uchunguzi wa kina na kutoa taarifa rasmi kwa umma badala ya kila mtu kutoa maoni ya tetesi zinazoweza kuleta taharuki. Akizungumza katika kongamano la shirikisho la wanavikoba Tanzania iliyofanyika Oktoba mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, Msando aliwataka wananchi kuwa wavumilivu na kuepuka tabia ya kusambaza taarifa za haraka bila uthibitisho. Alisema kuwa kumekuwa na tabia baadhi ya watu kutumia mitandao ya kijamii kutengeneza taharuki panapozuka taarifa ya kukamatwa au kupotea kwa watu maarufu aliyopotosha ama inayopotosha jamii na kudhoofisha imani kwa taasisi za usalama. Msando alibainisha kuwa mpaka sasa hakuna uthibitisho wote kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole na kwamba taarifa zinazozunguka mitandaoni zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Amesema ni vyema Watanzania wakaacha kueneza habari zisizothibitishwa na badala yake kusubiri taarifa sahihi kutoka mamlaka husika. Aliongeza kuwa kuzua tetesi bila ushahidi kunaweza kusababisha hofu na migawanyiko isiyo ya lazima katika jamii. Na katika mfano aliotoa, Msando alikumbusha tukio la kiongozi mmoja wa dini ambaye iliripotiwa kupotea lakini baadaye ikapatikana alikuwa salama, na ni jambo lililothibitisha jinsi taarifa za uongo zinavyoweza kuenezwa kwa kasi bila uhalisia. Alisema matukio kama haya yanapaswa kuwa somo kwa Watanzania wote kutumia akili na busara kabla ya kushiriki katika mijadala ya mitandaoni yenye lengo la kupotosha ukweli. Aidha, mkuu huyo wa wilaya alitumia fursa hiyo kuhimiza wananchi wa Ubungo na Watanzania kwa ujumla kujitokeza kwa amani kushiriki katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Alisisitiza umuhimu wa kutumia haki ya kikatiba ya kupiga kura baada ya kutumia mitandao ya kijamii kueneza chuki, upotoshaji au taarifa zenye nia ya kuvuruga utulivu wa taifa. Msando pia aliwataka vijana kutumia teknolojia na mitandao ya kijamii kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, akisisitiza kuwa serikali itasita kuchukua hatua kali dhidi ya watu watakaobainika kusambaza taarifa za uongo. Alisema ushirikiano kati ya serikali na wananchi ni nguzo muhimu katika kulinda amani, ukweli na uadilifu wa taifa. Kauli hii imepokelewa vyema na wananchi wa Ubungo pamoja na wadau wa maendeleo waliotaja ujumbe wa Msando kama muhimu katika kipindi hiki ambapo ongezeko la taarifa potofu limekuwa changamoto kubwa kwa jamii, na umepongeza ujasiri wake wa kuhimiza umakini, uwajibikaji na uzalendo katika uongozi wa umma. Wachambuzi wa masuala ya kijamii na usalama wanasema msimamo wa Msando unadhihirisha dhamira ya serikali kuhakikisha nchi inabaki salama na wananchi wanapata taarifa sahihi kupitia vyanzo vya kuaminika. Wameongeza kuwa elimu kwa umma kuhusu matumizi bora ya mitandao ni hatua muhimu katika kupunguza upotoshaji na uwezo kuhatarisha amani. Kwa ujumla, kauli ya wakili Albert Msando imekuwa ni wito wa tahadhari, usikivu na uzalendo. Ni ukumbusho kwa Watanzania wote kwamba taifa lenye amani linajengwa kwa ukweli na umoja, si uzushi na taharuki za mitandaoni. Kwa taarifa zaidi kama hizi kuhusu siasa, jamii na masuala ya kijamii barani Afrika, endelea kufuatilia Kenyascope, chaneli yako ya uchambuzi wa kina na habari za kuaminika. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na kushare kwa marafiki zako ili usipitwe na matukio mapya kila wakati.